Igunga safi! CCM hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa viongozi wote meza kuu, wananchi wa Igunga, mabibi na mabwana, salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yapo maandiko yanasema asiyeshukuru watu hata Mungu hawezi kumshukuru. Nimesimama hapa moja kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kukushukuru wewe binafsi kwa kunipa nafasi ya kuweza kushiriki katika ziara yako katika mkoa wa Tabora. Kama kiongozi kijana katika hii ziara, kuna mengi ambayo nimejifunza kwa haraka. La kwanza, unapokuwa kiongozi, moja ya jukumu lako ni kushughulikia changamoto za watu, kutetea watu. Umefika leo katika kijiji cha kwanza pale, tumeenda kuzindua mradi wa maji. Mheshimiwa mbunge amejenga hoja kwamba wananchi hapa wana shida ya zahanati. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hukujaangalia budget, umebana pale pale mkurugenzi, umetoa milioni 50. Cheze ya Waziri Mkuu, piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Umekuja hapa kwenye maduka, umesikiliza maelezo ya watendaji, lakini ukaangalia maduka haya yamejengwa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi, lakini mfumo wake, mbona wananchi hawana taarifa? Umembana mkuu wa idara. Leo wananchi wa Igunga wanakwenda kufaidika na haya maduka. Mpigieni makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nataka niseme, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wote sisi tumepata dhamana ya kumsaidia rais. Huku ndiko kumsaidia rais kwa vitendo, na hii kazi unaifanya. Pigieni makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimepewa dhamana katika eneo la maji. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametupa maelekezo mahususi Wizara ya Maji. Amesema ya kwamba yeye ni mama. Asilimia kubwa yanayoteseka juu ya adha ya maji ni kwa kina mama. Hataki kusikia, hataki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji. Tarehe 22 ya mwezi wa 4 2021, alipokuwa anahutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni waziri pekee alinisimamisha na akaniambia ya kwamba ukinizingua tutazinguana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sijamzingua rais wangu. Hapa Igunga maji hapo. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Chama cha Mapinduzi kimetupa malengo, itakapofika 2025 mijini kuwe na asilimia 95 ya upatikanaji wa maji. Eneo hili la mjini linahudumiwa na mamlaka ya maji Iguasa, kwa maana Igunga. Mheshimiwa mbunge wenu Ngasa alipokuja katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya ajenda yake ilikuwa ni swala la maji. Na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, niweke wazi kabisa, zamani viongozi wakuu wanapopita hapa Igunga, sisi viongozi wa Wizara ya Maji ilikuwa matumbo joto. Wananchi wanabeba madumu ya maji kwa ajili ya kueleza kilio cha changamoto ya maji. Leo Mheshimiwa mbunge Ngasa, baada ya kuingia, leo umekwenda pale Malayoka, umeweka jiwe la msingi. Naomba niseme, badala ya asilimia 95 leo tumeweka 100. Chezo ya Mama Samia. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nini maana yake? Itoshe kusema Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu ya matatizo ya Wanaigunga, ni suluhu ya matatizo ya Wanatabora, ni suluhu ya matatizo ya Watanzania, na hapa tuongeze, ni suluhu ya matatizo yaliyoshindikana muda mrefu. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Amezungumza ndugu yangu hapa Ngasa kwamba upo mradi wa kata 7, vijiji 17 ya. Amesema yapo maeneo tayari yameshapitiwa, tunaomba yafunguliwe watu wapate maji. Nataka nikutie moyo, kisoma Mathayo 7:7 inasema ombeni nanyi mtapewa.
bisheni hodi nanyi mtafunguliwa. Wizara ya Maji haitokuwa kikwazo kwa jimbo hili la Igunga. Tumeridhia ili jambo liende likatekelezeke. Ndugu zangu wa Igunga, nataka niwaambie, mmepata mbunge anayetosha mpaka chenji na baki. Kumpata mbunge aina ya Ngasa hawapatikani kila mahali. Kumpata mbunge aina ya Ngasa hapatikani kila wakati. Kazi ya mbunge yoyote duniani ni kuwasemea watu wake. Ndugu zangu wanaigunga, mbunge wenu anasema hasemi? Kazi ya mbunge ni kuwaletea wananchi wake maendeleo, sio kupitisha bakuli la supu kila nyumba. Haiwezekani. Mlikuwa na shida ya maji, mheshimiwa mbunge wenu ameleta maji. Maji yapo hayapo? Ukipata kiongozi anayekuvusha kwenye kiangazi, we mvushe kwenye masika. Mvusheni sana mheshimiwa mbunge wenu. Nataka niwaambie, na nataka niwatie moyo ndugu zangu wanaigunga. Yapo maandiko ya dini yanasema, unapotembea na kuzuru wengine usinipite Mwokozi. Hatutowapita wala hatutoacha wanaigunga. Asante sana mheshimiwa waziri mkuu, asante sana. Mama Samia oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusikia salamu za Mheshimiwa mbunge wa jimbo na Mheshimiwa Waziri wa Maji,